Maombi ndio yanafanya sisi. Sema amen. Amen. Leo naongea kitu tulikuwa naongea kitu gani kwa wiki? Tulikuwa naongea kuzaliwa ndani ya uchafu. Haleluya, sivyo? Amen. Haleluya. Sasa leo tunamalizia hapa na jambo ambalo ya pili inasema nini? Nilizaliwa mtumwa lakini sitabaki mtumwa. Amen. Oh my God. Haleluya. Amen. Nilizaliwa mtumwa lakini sitabaki mtumwa. Mbele tuombe na sisi mmoja nilimwambia hapa kwa Sunday alikuwa na shida kwa mkono. Yuko wapi? Ndio kama alifika leo sijui. Haleluya. Haya kamata maandiko matakatifu. Hesabu 27 verse yake ya kwanza hadi 7. Hesabu 27. Leo tahubiri wewe mzazi wako jinsi. Leo tutahubiri mambo mawili hapa. Ya kwanza hiyo. Baba Choma, unasoma? Hesabu 27 basi yake ya kwanza hadi 7. Anasema nini? Hesabu 27 basi yake ya kwanza hadi 7. Neno la Mungu linasema hivi: wakati huo wakakaribia hao binti za Selofehadi mwana wa Heferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa jamaa za Manase mwana wa Yusufu, na majina ya hao binti za Selofehadi ni haya: Mala na Nuhu na Hogla na Milka na Tirza. Mstari wa pili unasema, nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya wakuu na mkutano wote mlangoni pa hema ya kukutania, wakasema: tatu, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwamo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana wana wa kiume. 4, kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume? Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. 5, basi Musa akaleta neno lao mbele za Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia, hao binti za Selofehadi wananena lililo haki. Kweli utawapa milki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao, nawe utawapa urithi wa baba yao. Amen. Amen. Sema amen. Hebu nielewe vizuri. Nielewe. Na wakati mmoja hapa nilifundisha hapa nikasema kufungwa ndani ya kanisa. Unaelewa? Unakumbuka? Sivile? Yeye ni mtu Mkristo amefungwa na anaokoka. Tukasoma maandiko linasema Yesu aliingia sinagogi akakuta mtu afani amefungwa. Haleluya. Akamfungua ndani ya sinagogi. So sikusema kama wewe ubatizo ndio usifanya kifungo. Ubatizo ni kitu kingine. Haleluya. Amen, amen. Sasa hapa kuna maneno mawili taongea na baba aliyekuwa Mkristo. Haleluya. Anakufa katika shida fulani. Na hapa taongea hii na kwanza naongea kwa baba aliyompagani. Haleluya. Na anakufa watoto wanapia katika kifungo. Haleluya. Katika utumwa. Hebu naelewa. Narudilia, baba Mkristo amekufa watoto wake ndani ya utumwa. Haleluya. Na hapa nasema ya pili baba mpagani anayokufa watoto wake ndani ya nini? Ya utumwa. Unielewa mzuri zaidi. Katika sheria za Mungu kulikuwa sheria ambayo wanawake hawana
mahali patakatifu. Yaani kulikuwa desturi au kulikuwa kitu ambaye Mungu alitia wanawake kwa hiyo kabila hawezi kuwa na urithi. Sasa siku moja baba huyu alifariki kama jinsi Biblia inasema. Alipofariki watoto wa binti, amen, wanabaki bila kitu. Wanabaki bila heshima. Wanabaki bila kitu chochote. Amen. Sasa hii sheria imefunga. Unajua kuna watu wanaweza kuokoka lakini sheria ya kijamii inawafunga. Haleluya. Mtu anaweza kuwa nabii, anaweza kuwa pastors, anaweza kuwa bishop, anaweza kuwa nani. Kuna wale ambao wanaweza kuona maono na kutabiri. Haleluya. Lakini sheria ya familia. Hakuna sheria mbaya kama sheria ya familia. Hebu nielewe vizuri zaidi. Sheria ya familia ni sheria ambayo unayakuta. Amen, amen. Na kama usipoona kwa mbali na watoto yako wataivala hiyo sheria. Hebu mtu mmoja asema amen. Amen. Kwa sababu sheria ya familia ni sheria ya kuhukumu generation na generation na generation. Sasa hawa binti walipoona kama wanaendelea katika utumwa, hawana sheria, hawana lolote. Sasa katika wakati hiyo hawezi kusogelea pahali patakatifu katika hema. Haleluya. Kwa kuwa Musa peke yake alikuwa na sheria, alikuwa na uwezo yote. Hebu mnielewe vizuri zaidi. Kuna watu wanafikiria kama maneno ya Mungu ama kuingia kwa Mungu ni simple. No. Hata tuwaambie ni kweli. Hata walioenda katika ulimwengu wa majini ya mapepo, wakakwambia kuona shetani sio wote wanaona shetani. Kwa kuona shetani lazima ufanye sacrifice ya nyingi zaidi. Hebu nielewe vizuri zaidi. Hata wewe unatafuta kazi, kwa kupata kazi, hakuna kazi ya mwepesi. Unaweza pata kazi ya mwepesi kama ndugu yako ina chief anakuletea tu unamaliza shule, anambia wewe njoo kaka. Haleluya. Uko tofauti. Sasa remember, huyo mtu kama hayupo, wewe kazi inaharibika. Hebu nielewa vizuri zaidi. Sasa kama uko ndani ya Mungu, lazima kujua wakikupatia kitu wapi katika ulimwengu huu, hauwezi kuendelea pasipo mtu. Hebu mtu anaelewa kwa mzuri zaidi. Hata katika mambo ya spiritual ya Yesu Kristo, hauwezi fika fasi pasipo nani? Ayo. Serious. Hawezi. Lazima mtu akushike. Haleluya. Hata unajaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini kama hauna muongozi fulani, wewe na Roho Mtakatifu ambao unajaa na maono unaonaka na maudabi unatowaka, utachanganyikiwa na unaharibika. Kwa sababu hakukuwa mtu akukushika. Hata kwa kila kazi ni hivi. Mimi tu nikwenda Nairobi lazima kuwe mtu. Ndio hapana? Ndio. Hale. Lazima kuwe nani? Huyo mtu ndiye alifanya anionyeshe wewe. Sema amen. Haleluya. Hata unajaa Roho Mtakatifu, hauwezi ingia Kenya ati mimi ni mhubiri. Utaanzia wapi utatoka na wapi? Lazima kuwe mtu akushika hata njoo nikuweke fasi. Sema amen. Haleluya. Hiyo njoo Mungu anapanga tangu zamani, anapanga hivyo. Haleluya. Ama Lot huyu alifataka Abraham, angekuwa Abraham angemuua. Lazima Abraham aende kupigania usiku vita njoo aokoe ndugu yake. Na kama ingekuwa Abraham, Lot angekufa kwa Sodoma. Kwa sababu aliambia bandugu ni ndugu yangu yuko muokoe. Acha wewe. Sasa hao binti wanaenda kwa Musa. Sikiliza vizuri zaidi. Wanapofika kwa Musa, wakaambia Musa, hapa ndio nataka kuongea. Musa, baba yetu mzazi alifariki. Na alifariki na dhambi yake mwenyewe. Sikiliza pale, dhambi yake mwenyewe. Wala hakushiriki na wale watu walipoungana na Kora. Yaani kujitia fujo au kujigawa. Lakini anakufa na dhambi yake mwenyewe. Kwa nini basi sisi tutabaki, haleluya, bila urithi? Hata sheria za Mungu zimesema tumefungwa na sheria ya Mungu, hatuwezi pata urithi. Sikiliza, Musa anajua ni Mungu ndiye aliyomwambia hiyo sheria.
Haleluya. Na anajua kama Mungu hawezi badilisha hiyo sheria. Hebu mnaelewa mzuri hili? Sikiliza, kuna vitu vingine haiwezi badilika kwa familia yako. Lakini kwa sababu ya Mungu ulioamini, unaweza kubadilisha hiyo sheria na watu wanashangaa na wanaokoa familia yako. Sema amen. Sema amen. Sasa kuna sheria inafunga umaskini ya mtu. Hata some hata kwenda namna gani hawezi toka kwa hiyo sheria. Hebu naelewa mzuri hili. Kuna watu wengine wiko wa innocent katika dunia hii. Lakini kwa sababu ya sheria, haleluya, kwa sababu ya nini? Ya sheria, wanakufa katika shida. Nakwambia ukombozi ya kwanza ama unabii ya kwanza ni macho yako kuangalia familia yako. Oh my God. Hawezi kupata unabii ya kwanza ni wewe kucheki nini inaendelea familia yako na nini haiko ndani ya familia yako. Hapo ndio utajua kama hii familia inayoketi ndani, haleluya, ni ya baraka ama ya sheria ama ya kifungo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hao watoto wakamwambia Musa, leo hatutoki hapa. Kuna maombi na mwambia Mungu, leo sitoki hapa. Sema amen. Leo sitoki hapa. Unajua Wakristo wengi wananitia katika kichwa yao kusema kwamba maisha ya Kikristo ni ya taabu na taabu na taabu. No. Kitu ambaye ukajitoa na mume wako, unaweza kuwa mwili moja, damu moja, lazima utolewe dhambi. Wanadhibikana nao kuwa nao. Pentekoste ni siku ya ufufuko kubwa ya. Angalia Martini. Natamani ucheki kichwa chako chini. Usabi. Angalia familia yako. Saa zingine wewe deni yako haiko. Lakini mume wako anadai deni. Wanamdai deni. Mume wako wanamdai deni. Oh baba, angalia mbali. Angalia madhabahu ya kweli inadai deni. Angalia madhabahu ya kweli inadai deni. Vionda na mashuka na mahusi. Angalia kwa familia yako bila kuomba na mimi hapa. Natamani uangalie familia yako kwanza. Angalia familia yako kwanza. Angalia familia yako kwanza. Angalia kaka yako, dada yako. Angalia ndugu zako. Angalia watu, angalia baba yako, nyanya yako, anko yako na mama yako, ndugu zako. Angalia hali ya familia mume wako. Kwa nini mume wako? Sasa hivi mume wako anapata neema kwa sababu ya wewe hauna deni. Kwa sababu wewe unaweza kuwa hapa una deni. Na ndio maana nyumba yako imeteseka. Na ndio maana maisha yako yanateseka. Mtoto wako anateseka kwa sababu ya deni. Kwa sababu ya deni. Losha karama yakaba. Anza kuomboleza, anza kumwambia Mungu, baba, hiyo deni niache. Anza kumwambia Mungu, hiyo deni niache. Ambia Bwana, mimi ni mtumishi wako. Ninakuomba kila siku. Ninalia kila siku. Baba, uniondolee deni hiyo. Baba, deni ya magonjwa. Nina binti mmoja. Nina watoto 4. Nina watoto 5. Baba, deni. Sitaki tuwe watumwa. Sitaki kuwa watumwa. Pelekana kuomba hivyo. Hata kuomba peke yako kwanza. Baba, angalia familia yako. 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 Baba. Utongolee deni baba. Oh, deni hii inaacha bibi na tarakia nyumbani. Oh, deni nitalipa wapi baba? Losa karaba yaka, moshi karaba. Londa raba yaka. Acha moyo wako iangalie watoto wako. Pesa zako inaenda kwa hospitali kila mara. Pesa yako inaenda kwa hospitali kila mara. Kila mara wewe ndio katika familia.
Iprego zikerendo ya kabashi.